mwili wa binadamu ulinivutia jinsi gani Mungu ametuumba. Kuna moyo una pump tangu ambao mtoto yupo tumboni kwa mama, amezaliwa, una pump, unasukuma damu mpaka anakuwa mtu mzima, mpaka anafariki. Na vile Mungu alivyotengeneza mishipa ya damu ikanivutia sana. Kwa hiyo na mimi nikataka niende nikawe bingwa wa hayo mambo, lakini sasa nikawe bingwa wa upasuaji wa hayo mambo. Kule kusema na kweli nilipata changamoto kadhaa. Kwanza tu cultural shock. Alafu ni kwamba katika wanafunzi 8 waliokuwa enrolled kwenye stream hiyo nilipoanza kujiunga mimi peke yangu ndo nilikuwa Mwafrika afu ni binti. Kwa hapo kidogo ilikuwa tofauti. Ikapo darasani watu wote weupe afu peke yako, afu wanaongea lugha tofauti. Kwa hiyo ubaguzi nilipata kwa kweli kuanzia mwanzo. Kuna several times nililia machozi, nikatamani rudi nyumbani. Kwa mfano hawajazoea kutuona banywele zetu, ngozi zetu, kwa anakuwa anakushangaa na kuvuta nywele, kitu kama hicho. Sasa hivi tunavyoishi, aina ya maisha tunayoishi yanachangia sana tupate ya magonjwa ambayo zamani walikuwa wanapata watu wazima. Tunakaa ofisini sana, unaweza kukuta mtu anakaa ofisini muda mrefu kwenye kiti, hana muda wa mazoezi, anakula chakula cha wanga, anachelewa kulala, stress ni nyingi sana sasa hivi, labda za fedha, mahusiano, maisha ya kawaida, kula vyakula ambao ni overly processed foods. Tunakula sana mikate, tunakula sausages, tunakula vyakula ambavyo ni genetically manufactured, kwa hiyo unakuta au processed. Kwa hiyo unakuta havina zile nutrients na haviongezi chochote kwenye mwili zaidi ya kujaza tumbo na kushiba. Watu wanavuta sana sigara, sasa hivi imekuwa ni kama fashion. Watu wanavuta shisha, watu kunywa sana pombe, ambao vyote cumulatively ukivijumlisha vinauletea mwili mzigo, vinafanya kwamba ni rahisi kwa mwili kusakam kwa magonjwa ya moyo. Mimi nikisikia tu kitu kanauma, naenda kwa daktari mara moja niangalie. Nikisikia hapa kuna kichomi hapa, lakini wanaume wana ile tabia ya kujikaza, unaona mpaka ameumwa mpaka kitu kimefika sasa hapa siwezi, ndio anaenda. Labda nadhani wanaogopa labda familia lazima awepo ahudumie na vitu kama hivyo. Pombe, sigara, kwetu sisi African countries wanavuta zaidi wanaume, ndio wanakunywa zada pombe. Wanawake sasa of course ndio wanakuja ila ni wanaume zaidi kwa hii miaka kama ni miaka 20 ngapi iliyopita hapa. Karibu katika kipindi changu cha Lugi Podcast. Kwa siku ya leo niko na daktari bingwa wa moyo. Daktari, karibu sana, na kabla hatujaendelea ningependa ujiintroduce mwenyewe kwanza ili watazamaji wetu wapate kukujua kidogo. Asante sana. Mimi naitwa Adelphina Ncheye. Kama ulivyonitambulisha, ni daktari wa upasuaji wa moyo na mishipa ya damu. Nashukuru kwa kunikaribisha kwa kipindi chako leo. Nashukuru sana kwa muda wako. Najua uko na busy schedule, lakini napenda kutoa shukrani za awali. Asante sana. Sasa daktari, kabla sija kuuliza maswali mengine au kabla sijaanza kufungua maswali yangu, ningependa kujua kwa nini uliamua kusomea udaktari, au kwa nini wewe ni daktari? Kitu gani kilichokuvutia kuwa daktari? Karibu sana. Okay, asante. Kwanza kabisa kilichonivutia kuwa daktari ni mama yangu. Nilimuona mama yangu alivyokuwa akituhudumia mimi na wadogo zangu. Mama yangu alikuwa ni nurse kabla haja retire. Kwa wakati tulipokuwa wadogo nilimuona ambavyo alikuwa akituhudumia pale tunapoumia. Kwa mfano, nakumbuka kuna wakati wadogo zangu ni wa kiume walikuwa wakiumia, labda wametoka kuendesha baskeli au wamepanda kwenye miti wameanguka, haraka anawahi, unakuta anaweka kapamba hapa, anaweka nini hapa, anasaidia yale maumivu yao yapungue. Kwa hiyo na mimi nilivyokuwa naona vile wamekuja wanalia wameumia, baadaye wanapoa. Kwa hiyo na mimi nikataka kuwa sehemu kwenye maisha ya watu, kuwapunguzia maumivu. Kwa hiyo iko kikanifanya niwe daktari, kwa sababu unakuwa ni sehemu ya kupunguza maumivu ya binadamu. Ndio kilichonifanya kwanza kabisa nitake na mimi kuwa daktari.
Asante sana daktari. Na ningesema tuanze na elimu yako ya awali. Of course, baada ya kujua unataka kuwa daktari au ungependa kuwa daktari, ulisomea wapi udaktari? Ulisomea kwenye hapo Muhimbili au ulipata fursa ya kwenda nje? Tunaomba utueleze kidogo, na kitu gani, kama ulisomea Muhimbili, kwa nini ulichagua kusoma Muhimbili, na kama ulisoma nje, kwa nini ulichagua kusoma nje? Karibu sana. Okay. Degree ya kwanza nimesoma hapa Tanzania hapo Muhimbili. Kwa nini Muhimbili? Nilivyomaliza kidato cha 6, nilikuwa kati ya wanafunzi wawili tu shuleni ambao nilikuwa nasoma tuliochaguliwa kwenda special school. Kipindi hicho sisi tulikuwa tunachaguliwa kwenda special school. Kwa mimi nilichaguliwa kwenda Kilakala High School. Ilikuwa ni special school kiasi hicho, tulikuwa tuachache tu darasani, nadhani kama 20 hivi. Na nilivyomaliza high school watu kama 13 au zaidi wote tulichaguliwa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo nikajikuta moja kwa moja natoka Kilakala A-level naenda moja kwa moja Muhimbili, ambapo ndo nilifanya degree yangu ya kwanza. Master sasa ndo sikuifanya Tanzania kwa sababu kitu nilichopenda kukifanya baada ya degree ya kwanza kilikuwa hakifundishwi Tanzania. Kwa hiyo ilibidi niende nchi za nje miaka kama 5 hivi, niende nikasomee hicho kitu ambacho kwa mimi nilipata mvutio nacho, yani kilinivutia baada ya kusoma ile miaka 5 ya kwanza hapa Muhimbili. I say, asante sana. Kwa hiyo sasa ulipopata fursa ya kwenda nje kusoma au kuspecialize, ilikuwaje, yani kwamba ulipata ile fursa vipi ili iweze kuwasaidia kwa watu wengine ambao utaweza kuwa inspire na wenyewe wakitaka kuwa madaktari? Unaweza ukasummarize tu procedure yenyewe ilikuwaje, na kama itakuwa sawa vile unaweza ukashare na sisi ulikwenda nchi gani, na wakati umefika kwenye hiyo nchi kama ulipata obstacle gani au matatizo gani, kwa ufupi tu. Karibu sana daktari. Kwanza taratibu, wakati bado unajua udaktari ukimaliza degree ya kwanza unafanya internship, alafu ile anasema unasoma kwa vitendo. Wakati napita idara mbalimbali nasoma kwa vitendo. Hii ilianza nyuma kidogo, tangu nikiwa mwaka wa 4. Nilivutiwa na bingwa wabobezi ambao walikuwa wamesoma masuala ya upasuaji wa moyo, lakini alikuwa hayafundishwi Tanzania. Kwa hiyo ikabidi nitafute sehemu ambapo wanafundisha, na nikakutana na watu ambao baadhi walikuwa wamekwisha kwenda nchi za nje kujifunza haya mambo. Sana sana mtu wa kwanza ambaye nilikwenda kwenye workshop zake nikiwa mwaka wa 4 wa masomo ya degree ya kwanza, alikuwa anaitwa Daktari Ferdinand Masawe. Yeye alikuwa amesoma Marekani, Texas huko, amesoma masuala ya upasuaji wa moyo. Mimi kwa sababu nilikuwa ndo nimependa mwili wa binadamu, ulinivutia jinsi gani Mungu ametuumba. Kuna moyo una pump tangu ambao mtoto yupo tumboni kwa mama, amezaliwa, una pump, unasukuma damu mpaka anakuwa mtu mzima, mpaka anafariki, na vile Mungu alivyotengeneza mishipa ya damu ikanivutia sana. Kwa hiyo na mimi nikataka niende nikawe bingwa wa hayo mambo, lakini sasa nikawe bingwa wa upasuaji wa hayo mambo. Kwa hiyo nilipopata shida kwa elimu yetu Tanzania, ilikuwa ni shida sana kwenda Marekani. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kwenda Urusi. Kwa hiyo nilibidi kwanza nisome miezi 6 ya Kirusi pale Russian culture, kwa sababu Russia lazima ujue Kirusi uweze kuinteract vizuri na wagonjwa na madaktari. Kwa hiyo nilisoma miezi 6 pale Russian culture. Baadaye nikafanya application, nikapata chuo, nikaweza kupambana kupata ada ya kwanza. Kwa kweli miaka 2 ya kwanza nilijilipia mwenyewe kwa sababu nilikuwa napenda. Baadaye kuanzia mwaka wa 3 mpaka wa 5 ndo nilipata sponsorship ya serikali. Kwa nikapata chuo, nikapata admission, nikapata invitation letter yangu, nikawaaga wazazi, nikaenda Urusi kwenda kusoma. Kule kusoma na kweli nilipata changamoto kadhaa. Kwanza tu cultural shock. Alafu ni kwamba katika wanafunzi 8 waliokuwa enrolled kwenye stream hiyo nilianza kujiunga mimi peke yangu ndo nilikuwa Mwafrika afu ni binti. Kwa hapo kidogo ilikuwa tofauti. Ikato darasani watu wote weupe afu wewe peke yako, afu wanaongea lugha tofauti. Kwa hiyo ubaguzi nilipata kwa kweli kuanzia mwanzo. Kuna several times nililia machozi, nikatamani rudi nyumbani. Kwa mfano hawajazoea kutuona banywele zetu, ngozi zetu, kwa anakuwa anakushangaa na kuvuta nywele, kitu kama hicho.
au kwenye basi umekaa wanakupisha siti, yani watu wamekaa wenyewe paka wamesema, lakini wanataka karibu na wewe. Lakini after a while nilizoea kupata encouragement kwa watu ambao walikuwa wamenizunguka, familia yangu, ndugu na jamaa. Nikaendelea mpaka nikamaliza chuo na nikapata, kuna mwalimu wangu kuanzia mwezi kama watatu tangu niende, alikuwa ni mwalimu mzuri sana ambaye mpaka sasa hivi ni rafiki yangu. Alikuwa ni profesa mwanamke, mpaka sasa hivi ni rafiki yangu, tunawasiliana, tunaongea, so became friends. Kwa hiyo baada ya hapo maisha yalikuwa sio magumu sana, maana nilikuwa na socialize naye, wagonjwa wake ni wagonjwa wangu, akiwa zamu na nipo naye, kwa maisha yangu yakawa kidogo marahisi. Kwa after that niliweza kwenda kumaliza miaka yangu 5 na kurudi Tanzania. Asante sana kwa safari yako ndefu mpaka hapo ulipofikia. Sasa kwa siku ya leo ningependa kuuliza, kuna tatizo kubwa sana kwenye jamii zetu ambapo vijana au watu wenye umri mdogo, ninaposemaisha hivyo yani mtu ambaye hauwezi kumuita, let's say tutonge labda 60 under na wakati mwingine hata 50 under au kutoka 30 mpaka 55. Kuna tatizo kubwa ambalo mimi mwenyewe nimeliona na nimelisikia la matatizo ya moyo kwa umri huo ambao kwa sasa hivi naona ni umri mdogo sana ukilinganisha na wazee wetu walikuwa wanapata magonjwa yao kwa kisha kuwa labda wazee sana. Lakini sasa hizi naona watoto, sisi watoto, yani vijana au watu wenye umri mdogo wanakuwa na tatizo hilo. Naomba unisaidie kama hiyo statement yangu ni ya ukweli, na kama ni ya ukweli naomba unijibu kwa nini kuna tatizo hilo kwa kipindi hiki. Karibu sana daktari. Ni kweli kwamba sasa hivi tunawaona wagonjwa wa moyo kwa umri mdogo kulinganisha zamani. Zamani ilikuwa wanakuja in their 70s, in their 80s ndio wanakuja na matatizo ya moyo. Lakini sasa hivi unakuta late 20s, 30s, 40s ndio wanakuja na matatizo ya moyo. Kitu ambacho kimechangia kwanza ni lifestyle, kwamba sasa hivi tunavyoishi, aina ya maisha tunayoishi yanachangia sana tupate ya magonjwa ambayo zamani walikuwa wanapata watu wazima. Kwanza kuna maisha, tunakaa ofisini sana. Unaweza kukuta mtu anakaa ofisini muda mrefu kwenye kiti, hana muda wa mazoezi, anakula chakula cha wanga, anachelewa kulala. Stress ni nyingi sana sasa hivi, labda za fedha, mahusiano, maisha ya kawaida. Watu hawafanyi mazoezi, ni watu wachache sana wanafanya mazoezi. Alafu aina ya vyakula tunavyokula, tunakula vyakula ambao ni overly processed foods. Tunakula sana mikate, tunakula sausages, tunakula vyakula ambavyo ni genetically manufactured, kwa hiyo unakuta au processed. Kwa unakuta havina zile nutrients na haviongezi chochote kwenye mwili zaidi ya kujaza tumbo na kushiba. Watu wanavuta sana sigara, sasa hivi ni kwamba ni kama fashion. Watu wanavuta shisha, watu kunywa sana pombe, ambao vyote cumulatively ukivijumlisha vinauletea mwili mzigo, vinafanya kwamba ni rahisi kwa mwili kusakam kwa magonjwa ya moyo. Vyakula vya mafuta, cholesterol na kwa very high. Siku hizi sio lazima muone mtu mnene ndio anaumwa. Siku hizi watu tu wembamba, lakini mafuta kwenye mwili ni mengi, kwa hiyo anapelekea hivyo. Hata diabetes ambao sana sana inachangiwa na lifestyle, mtu anakula nini, anaishije, ambao ni moja kati ya tatizo kubwa linalochangia kupeleka magonjwa ambayo tunaiona at an early age, ukitofautiana na ile ambayo ni type 1 ambao mtu anakuwa nayo akiwa mdogo. Lakini kuna hii ambayo ni lifestyle, ile type 2 tunaiona sana sasa hivi. Pia kingine ambacho kinachangia ni kwamba sasa hivi njia za kwenda hospitali ni rahisi. Zamani watu walikuwa hawaendi sana hospitali. Kwa sababu sasa hivi tunapata data kirahisi, watu wanakuja kwa tunajua wapo. Lakini all in all, hata kama ni rahisi kujua watu wanaoumwa, pia aina ya maisha tunayoishi inachangia sana watu kupelekewa kupata haya magonjwa. Kwa hiyo vyote hivyo kijumlisha ndio vinaongeza hii burden tunayoiona ya magonjwa ya moyo. Hiyo ni kwa watu wazima. Kwa watoto it's a little bit different. Kwa sababu kwa watoto ni kwamba either anazaliwa nalo ana tundu kwenye moyo, au
ana chemba hazijaungana, yes, zimeungana hivyo, au unakuta watoto wale wa shule za primary au msingi, kwa sababu ya maisha tunayo, wakipata tonsils, wakipata magonjwa ya mfumo wa upumuaji, wasipotibiwa vizuri, ambao baadaye wadudu wale wanapelekea kuathiriwa hadi na milango ya moyo, kwa sababu ile protini ya wale wadudu ni sawa na ile ambao askari wa moyo wanapigana. Kwa unakuta baadaye mtoto anapata, vijana, watoto wa umri dogo, stress and adolescence, wanapata kitu kinaitwa rheumatic heart disease. Kwa hiyo ni kwa watoto, lakini wakubwa sana sana ni lifestyle na maisha tunayoishi kwa ujumla. Asante sana daktari kwa maelezo yako. Na kingine unaweza ukanirekebisha, lakini hiyo ni kwa mimi nilivyo, kwa mtazamo wangu. Nimeona kuwa kuna tofauti kubwa sana, au namba ni kubwa sana, wanaume kuwa na matatizo ya ugonjwa wa moyo ukifananisha na wanawake. Sijui unalionaje hilo na kwa nini? Karibu sana daktari. Labda niseme wanawake na wanaume sio kwamba namba ni kubwa sana, almost the same, sio kubwa sana, ingawa kuna disparity, yes. Unajua wanawake kuna kitu kinaitwa health seeking behavior. Wanawake ni rahisi sana kwenda hospitali. Mimi nikisikia tu kitu kanauma, naenda kwa daktari mara moja niangalie. Nikisikia hapa kuna kichomi hapa, lakini wanaume wana ile tabia ya kujikaza, unaona mpaka ameumwa mpaka kitu kimefika sasa, hapa siwezi, ndio anaenda. Labda nadhani wanaogopa, labda familia lazima awepo ahudumie na vitu kama hivyo, lakini wanaume wanachelewa kwenda hospitali. Kwa hiyo unakuta by the time wanafika hali ni mbaya. Lakini pia sina data exactly, lakini kwenye pombe, sigara, kwetu sisi ya African countries, na hizi pombe, sigara wanavuta zaidi wanaume, ndo wanakunywa zada pombe. Wanawake sasa of course ndo wanakuja, ila ni wanaume zaidi kwa hii miaka, kama ni miaka 20 ngapi iliyopita hapa. Kwa hiyo unakuta maisha yale ya kuwapelekea kupata magonjwa ya moyo, wana sababu nyingi zinazochangia ukizijumlisha wao kupata, kulingana na wanawake. Wanawake hata akipima tu kichwa kima pressure imeenda juu, akiambia daktari meza dawa na meza. Mwanamume anaweza asisikize kirahisi au asiende kirahisi kupimwa. Kwa hiyo ndio inaita hiyo difference ambayo sio kubwa sana, lakini bado ipo. Ndio. Asante sana. Na hasa kwenye jamii zetu za sasa hivi, ungeweza kushauri nini, kitu ambacho kinaweza kikatusaidia kupunguza ili janga la watu kufa kwa umri mdogo? Wewe kama daktari bingwa unatoa ushauri gani kwa jamii yetu? Mimi nachoweza kupunguza ni kwenye eneo ambalo nalifahamu mimi, kwenye haya magonjwa ambayo sio magonjwa ya kuambukiza. Tunaita hivyo, sio magonjwa kwa sababu unayapata hakuambukizi mtu mwingine. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unavyoitunza afya yako na unavyojiangalia, Kwa kama tulivyosema, kama ni kazini, kama ni unakaa kazini, at least uwe kuna movement of some sort. Yani usio umekaa kwenye kompyuta siku zote, asubuhi umekula chai, chapati, mandazi, umekaa kwenye kompyuta, alafu mchana unakula wali, malage, nyama, unarudi kwenye kompyuta, jioni unatoka unaenda baa kidogo, unakunywa bia kidogo afu nyumbani saa 3 unaenda kulala. Yani that means hujatumia hiyo wanga kwenye kitu chochote. Kwa hiyo inatakiwa hapo uangalie chakula chako unakula vizuri ambacho utaweza kutumia, una balance ile chakula chako kwenye sahani yako, uwe na protini ya kutosha, uwe na matunda ya kutosha, uwe na wanga kiasi, kwa sababu vyote unavyokula vitaenda kubadilishwa viwe vimeng'enya kwa ajili ya mwili kutengeneza energy. Unakula ili mwili uweze kupata kitu cha kutumia kuvunjwa ili ukapate nguvu ya kufanya kazi. Kwa kama umeenda tu kukaa, hautumii energy kubwa sana, there's no need kwa wewe kula mawanga mengi. Kuna kula kiasi. Asubuhi kuna protein zaidi, matunda zaidi na veggies. Mchana unaweza kuongeza hapo matunda na protein na kawanga kidogo. Usiku tunasemaga usiku kula like you ate your breakfast. Kama ulivyokula breakfast ndio ile iwe dinner. So eventually you're going to sleep. Hauwezi kuitumia vitu vingi. Lakini pia hiyo inatofautiana na kazi pia. Kuna watu ambao ni makuli kule Kariakoo wananyanyua vitu vizito. Obviously pale mchana hatabidi ale ugali wako ya kutosha na nyama na matunda, lakini ya balance. Of course sio mlima sana, lakini
kiasi ambacho ataitumia. Kwa kuna hiko, unakula nini, lifestyle, exercise at least 3 times a week, do something active, tembea. Mazoezi ya kutembea is the basic kind of mazoezi unaweza kufanya. 30 minutes walk 3 times a week inatosha kabisa kuburn, na muscles zinazo burn ni muscles za thigh na za kwenye calf, hapa juu, hapa nyuma, kwenye miguu nyuma hiyo. Unavotembea vile, just a simple walk with an inclination, kuna kasehemu kama kampando kanashuka, hizi kwa mwili, unabani yale mafuta na kile chakula ambacho umekitunza, kwa sababu kila chakula mwili unaenda kutunza yaliyobaki tumboni, kwenye around organs. Kuna tunapopasuaga moyo tunakutaga moyo umejaa mafuta, yani ile moyo wote, kama vile ukimkata kuku unakuta moyo wake umezunguka na yale mafuta ya njano njano. Mtu ambaye anakula tu vitu vyakula vinaenda kutunzwa anaoga almost like that. Inabidi mwanze kuyatoa kwanza yale mafuta ndio ufikie moyo kule kati mtaka kufanya operations. So it is like that. Na kile chakula wewe pia kinaenda kutunzwa the same way. Na ndio maana kitambi ni rahisi kuja, kwa sababu mwili unaonyewa una prioritize, nikaweke wapi, unaenda kutunza kutumboni ambako inakuwa kama shock absorber vile, but most of the time you do not need that. Na mafuta ambayo ni hatari kabisa ni hiyo tunaita abdominal fat. Unajua kwenye mwili kuna mafuta haya hapa juu na kuna ya ndani. Yale ya ndani sasa ndio yale utafanya mazoezi ni magumu sana kuyapunguza. So the best way kupunguza ni prevent them from being there from the beginning. Yani usiupe nafasi ya uenda kutunza kula ambacho unakitumia. Of course kulingana kama nimesema na kazi. Kwa kuna chakula, mazoezi, avoid or stop alcohol if you can. That is the best way. Usinywe pombe. Haina faida zaidi ya ile raha tu, ile buzz unaoipata at that point in time. If you can avoid or stop kabisa sigara ina madhara mengi sana. Ni one of them very bad things that you can do to your body. Pamoja tu na magonjwa kawaida, kuna cancer and all those kind of things. Kwenye mapafu inaathiri sana, everywhere kwenye mwili. Kwenye moyo, mishipa ya damu, sigara sio nzuri. So yote hayo, kuna magonjwa ambayo specifically wanayapata watu wanaovuta sigara, ambayo yanaharibu mishipa ya damu midogo. So sigara is not good. The same way as shisha inaathiri, sababu ile ni unfiltered, inaenda moja kwenye mapafu. So basically hivyo tu, ukiweza kupunguza vitu, watch what you eat, stress za maisha zipo, nahitajika to pay bills, kuna mapenzi yanatutesa sometimes, na all those kind of things zitakuja, but what you can't control, mwachie Mungu atakusaidia. Just do what you can, na ambacho it is within your means. Vingine viache kesho, we'll deal with them tomorrow. So kibalance hivyo vitu, at least you reduce the chance of getting haya magonjwa ambayo sasa hivi tunayaona sana, na ni gharama by the way. Matibabu ya magonjwa ya moyo ni gharama. So utaisaidia wewe mwenyewe, familia yako na kizazi chako usiingie kwenye gharama ya matibabu ya magonjwa ya moyo. Asante sana kwa maelezo yako na ushauri wako daktari. Nimetoka kwenye swala la ugonjwa. Nataka nirudi upande wako wewe. Kuna changamoto gani ambazo umekuwa umezipata au umeziona wewe kama daktari kwenye kuwa bingwa wa moyo kama mwanamke? Kuna challenge gani ambazo umeshaziona au watu wameshaziona? Au kama hauna uzoefu unaweza kusema hauna uzoefu. Karibu sana. Changamoto ninazozipata mimi personally, nitajiongelea mimi mwenyewe. Changamoto ninazozipata, kwanza kuna ile work life balance. Hiyo ni changamoto. Kubalance kwamba hii kazi ninayoipenda ambayo Mwenyezi Mungu kanipa uwezo wa kuifanya, na mambo ya kijamii niweze kufanya vyote at the same time. Hapo ndo napata changamoto. Nakumbuka kuna incident moja ilikuwa nyumbani kwetu, kuna cousin wangu ana harusi. Alafu na mimi nipo kwenye harusi at the same time, mimi ndo mpasuaji wa zamu siku hiyo. Of course ukiwa zamu unakuwa na labda kuna watu wa chini yako, baba mmoja wawili, afu labda wewe. Kwa hiyo siku hiyo mimi niko na familia, nafurahia harusi. Nikapigiwa simu, daktari, kuna mtu amepata ajali na tunahitaji tukamfanyia operation. Ilikuwa around saa 4 usiku. Kwa hiyo ikabidi hapo mimi saa 4 usiku niwaache familia, mimi nije hospitali kuja kufanya operation. And sasa hiyo surgery tulifanya mpaka asubuhi. So sikulala.
nilifanya the next day. That means nilitoka kwenye sherehe na gauni langu la sherehe nikaja kulibadilisha nyumbani, nikawaacha nyumbani wana share. So like that. Kuna sehemu nyingine utamiss important family meetings, utamiss muda na marafiki, utamiss watu wengine wanavyofanya socially. You'll be so tired, you don't have time to go, I don't know do what. Kwa tutaka tu nikitoka kazi niende nyumbani kalale. Kwa sometimes kuna hiyo work life balance, lakini tu kuna vitu vingine you would like to pursue but you can't kwa sababu you're busy. Na if you're dedicated and committed daktari, utajikuta unataka because ingawa tunafundishwa kwamba usiwachukulie wagonjwa kwa yani don't carry them with you, lakini unajikuta unawaza hivi yule mgonjwa ule si anaendeleaje siku hizi, au wewe nimeona asubuhi si sasa hivi yukoje, au tulivyofanya ile operation si anaendeleaje, something like that. Kwa mawazo yako yanakuwa consumed na wagonjwa ambao wanafanya. Of course it's a very good and noble job kupewa na Mwenyezi Mungu kufanya kitu kama hiki, it's a privilege na nana, lakini sangine inakufanya kuna vitu vingine uwezi participate. Of course na masomo yetu ni muda mrefu sana. Umesoma darasa la kwanza mpaka la 7, ukasoma form 1 mpaka form 4, ukasoma form 4 mpaka form 6, ukaenda kusoma miaka 5 ya degree ya kwanza medicine, ukasoma internship mwaka mmoja, ukaenda kusoma masters ama maybe 4 years, ukaenda kusoma master of science, probably kwa watu waliosoma master of science maybe 2-3 years, ukamaliza kama unataka PhD ukaongeza. So you see the journey sometimes it takes a toll on you, but kama una passion ndani, unajua Mungu amenipa hiki kitu nifanye and ameniamini mimi, yeye ni muumbaji, mimi nasaidia kurekebisha vitu viumba, you carry it with you, na Mungu ana kitu fulani, he just gives you the grace, anakupa ule uwezo wa kuifanya ile kazi, do passionately with integrity. Unakuta mambo yanaenda vizuri. So most of the time hii social life kidogo inatupitaga pembeni. I say. Asante sana na asante kwa utaalamu wako na kuokoa maisha ya watu vile. Na nafikiri nimefikia ukingoni mwa kipindi changu, na ningependa tu kutoa shukrani kwa muda wako, na Mungu aendelee kuwabariki madaktari au wahudumu wote wanaosaidia kuponya afya za watu. Asante sana, na bila kusahau naomba usisahau kunifuata kwenye kipindi changu cha Rugi Podcast kwenye platforms zote social media, Facebook, Instagram na YouTube. Asante sana daktari, and uwe na amani. Asante sana.